Je, mtu anapoachiliwa laana au laana inapoachiliwa kwenye ukoo, je, laana inakaa wapi? Laana ya ukoo mara nyingi ambayo inaachiliwa kwenye ukoo inakaa kwenye nafsi ya mtu. Kuna maeneo mawili ambayo nataka niyazungumzie ambapo laana zinakaa. Laana inakaaga kwenye nafsi au inaweza kukaa kwenye mwili. Laana iliyokaa kwenye mwili ikimanifesti ndio inakuwa ni magonjwa. Unakuta wengine wana magonjwa, unakuta wengine wana shida mbalimbali. Nimekutana na binti mmoja, ni ushuhuda, ambaye yeye alikuwa kila mahusiano ya kwake yanaharibika. Kila mahusiano anaoingia yanaharibika. Shida ni mtu akimsogelea karibu, kuna harufu wanakwambia ya hatari ambayo inatoka kwenye mwili wake. Amezunguka hospitali zote wamtibu, anapulizia perfume zote zinadonda, lakini hii ni laana imemanifesti kwenye mwili wa kwake, ambayo inasababishwa na roho tunaziita unclean spirit, roho chafu. Biblia inazitaja kama roho chafu. Wengine wanasema watu wana vikwapa, sio, ni mapepo. Nikaona kwa kwetu watu wakitokea namna hiyo wanaogesha na maji ya sufuria ambayo wamepikia ugali. Ni matambiko yale, unaona wanatambika vile vile tena. Dawa gani? Ni aina ya laana ambayo inadhihirika kwenye mwili wa mtu. Wengine kinywa ni shida, ni laana ambayo imemanifest kwa namna hiyo. Lakini kuna laana ambayo inakaa kwenye nafsi. Kwenye nafsi kuna vitu vitatu vikubwa. Namba moja, kuna kitu kinachoitwa maamuzi. Yaani maamuzi yote ambayo unayoona unayafanya yanatokea kwenye nafsi. Lakini kwenye nafsi kuna kitu kinaitwa akili, inakaa kwenye nafsi. Lakini kwenye nafsi kuna kitu kinachoitwa hisia, zinakaa kwenye nafsi. Unapomwona mtu anapata hasira, kadhabu, anakuwa ni hatari kulipuka, ni vitu hivyo vinavyokaa kwenye nafsi. Ukikuta mtu ambaye kuna laana kwenye nafsi yake, utakuta maamuzi yote ambayo anayafanyaga mara zote ni maamuzi mabaya.